Haleluya, 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 haleluya. Lakini siku ya pili ambayo ni Jumamosi jana, tulijifunza kwa habari ya mifumo iliyopo. Mifumo iliyopo hapa duniani ndio inayoathiri maisha ya watu wengi sana, inayoathiri mienendo ya watu wengi sana. Tukaangalia mfumo katika habari ya ukoo, mfumo katika upande wa familia, na mfumo katika upande wa nchi au eneo ambapo unakaa, kwamba mazingira yale ambayo unakaa yanaweza kuathiri mwenendo wako. Kwamba kama ulizaliwa kwenye familia ni walevi, unakuwa ukiwa mtoto mdogo, wakati ule mama anakupa pombe kwenye rusheke, ule rusheke ile anafuta pombe kidogo, rubisi anaweka kidogo, anaachia kidogo mdomoni, na wewe unameza kidogo kwa mtoto mdogo. Hapa anakupa na titi, unanyonya, na kapomba anaongezea pale. Wakati mama analewa, ukiwa ndani ya tumbo lake, uko tumboni ya mama, anapolewa mama, unapokea kinywaji. Kwa hiyo unapozaliwa katika familia ile, wewe ni mnywaji, tena ni mnywaji mashuhuri, kwa sababu baba alikuwa anywi vizuri, lakini wewe ulianza kunywa ukiwa bado uko tumboni, uko unagida zile pombe, unabugia zile pombe. Kwa hiyo unapozaliwa unakuwa umeingia kwenye mfumo wa kulewa. Kwa hiyo mifumo imekwepo na imetesa watu wengi sana. Tukaangalia jana hiyo kwamba kuna sehemu nyingine mtoto akienda akalewa kilabuni, kijana akilewa akaanza kucheza muziki, utasikia wale wazee ambao wanamfahamu wanasema huyu anavyolewa na anavyocheza ni kama babu yake alivyokuwa anakunywa, anacheza kama hivi hivi. Kwa hiyo unakuta ni vitu ambavyo umevirithi moja kwa moja. Ukizaliwa kwenye familia ambao ni makahaba, ni uzinzi, ni uasherati huko mle ndani, manake na wewe unakuta ile mifumo inakuathiri. Utakuta unatunza siri hata za mama ambaye kwenye uasherati, binti unaweza kuona mama anavyokuwa anachepuka, natunzia na siri, kutumia simu yako. Kwa hiyo unakuta na unapokuwa mama kama amefanya, wewe huwezi kushinda kufanya, utakuwa kahaba tena mashuhuri kuliko yule mama. Kwa hiyo tukajifunza jana, kumbe mifumo hii imeathiri mambo mengi sana. Tukaangalia mfumo mwingine kwamba kwenye kijiji unakuta watu ni walevi, unakuta kwenye kijiji watu hawaolewi, au kuna vichaa kwenye kijiji kile. Kwa hiyo ni mfumo wa watu wanalewa, watu wanafanya uasherati, unakuta wanawake wanazini, unakuta huyu mwanaume amezini na mwanamke huyu, huyu mwanamke amezini na mwanamke yule, unakuta mtaa mzima watoto wote wanazaliwa kama wanafanana. Kwa unashangaa watoto wa pale wote yani wanaelekeana, yanaona huyu kama anamfanana jirani yule, na huyu kama anamfanana yule. Kumbe mtaa ule ilishajulikana hiyo. Sasa huo ni mfumo ambao unakuathiri. Tumejifunza jana, tukajifunza kwamba sasa tunatakiwa tuingie kwenye mfumo mpya ambao ni wa Yesu Kristo. Haleluya. Sema mfumo wa Yesu. Sema mfumo wa Yesu. Huu mfumo wa Yesu unakufanya sasa uweze kubadilishwa jumla. Zile tabia zote, zile kamba ambazo zimekufunga, kila kitu ambacho kimekufunga kwamba usiweze kutoka kwenye ule mfumo, Yesu anakivunja kwa damu yake na kwa nguvu yake anakivunja, anakuingiza kwenye mfumo mwingine ambapo wewe hautavutwa tena na zile kamba, hautavutwa kwenye wizi, hautavutwa kwenye uasherati, hautavutwa, kwa sababu Yesu Kristo amekuingiza kwenye mfumo wa ushindi. Unaweza kutembea kwa ushindi mkubwa sana. Haleluya, haleluya. Tukamwangalia mtu mmoja jana anaitwa Nikodemu. Tukasoma hiyo Injili ya Yohana sura ya 3. Yeye alikuwa ni mmoja wa Mafarisayo, alikuwa ni mwalimu. Akamwendea Yesu usiku kwa sababu alishindwa kwenda mchana, maana mfumo wa Mafarisayo ulikuwa uruhusu mtu kwenda kule kuangalia kwamba Yesu anasemaje, maana kwa amesema mtu akienda kule tutamtenga na sinagogi. Kwa hiyo alipoona mfumo wa Yesu akasema hapana, huyu sio wa kawaida, kwa sababu sisi ni walimu, lakini miujiza na ishara ambazo anazifanya huyu hakuna wezaye kuzifanya. Akasema huu mfumo nataka ni ujue. Amina, amina. Akaenda taratibu usiku, akamwona Yesu. Ndio Yesu akampa utaratibu na mifumo jinsi ilivyo. Anamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Haleluya, lazima uzaliwe mara ya pili. Kama kuzaliwa kwa mwili ni mwili, kuzaliwa kwa roho ni roho. Kwa lazima kuzaliwa kwa roho na kuongozwa na roho. Ukiongozwa na roho, manake lazima ushinde kila aina ya tabia, kila aina ya tamaa, na kila ujinga ambao unakuwa na uingia mle lazima ushinde. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Pia tuangalia jana kwa habari ya Injili ya Yohana hiyo sura ya 4. Tukaangalia pale mama Msamaria alipokuwa anaongea na Yesu. Tukajifunza habari hizo kwamba kumbe wakati umefika, wakati umewadia, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa Mungu anatafuta watu kama hao waweze kumwabudu. Bwana akiangalia hapa Nyakasheni
Akiangalia eneo hili anaona watu ambao wametengwa, ambao wamekuja wamejitenga, wako hapa wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Anafurahi Bwana, anasema hakika wa watu wamenipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo tumejifunza somo la msingi, tumesikia ambayo Bwana ametusaidia, ametuelekeza Bwana kwamba tusiwe wakaidi. Kuna mtu ameshasahau pale. Mwambie jirani yako usiwe mkaidi. Usiwe mkaidi. Mbona umwambie? Mwambie usiwe mkaidi. Mke wa Rutu alipokuwa mkaidi alifanya nini? Alifanya nini? Mwambie jirani, nataka kukauka. Haleluya. Anasemaje? Yuko tayari kukauka. Yuko tayari kukauka. Lakini neno la Mungu limetoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 na ule mstari wa 15. Haleluya. Ndio tumejifunza maneno ya Mungu katika neno la utangulizi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoingia katika somo letu siku njema ya leo, neno linasema hivi: Mungu anahitaji unyenyekevu na utii. Haleluya. Mungu anahitaji unyenyekevu na utii. Wanaoandika andika hivyo. Mungu anahitaji unyenyekevu na utii. Wale wako mbele pale wanaoandika, nyosha mkono. Mwenye kalamu na daftari, nyosha mkono. Okay, ubarikiwe. Mwenye Biblia yako, nyosha Biblia hivi juu. Biblia nyosha hivi juu. Nyosha Biblia hivi. Okay, ubarikiwe. Naomba viongozi mliangalie swala hilo, mweze kuhimiza watu kununua Biblia. Wahimiza watu sana kununua Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji unyenyekevu na utii. Unapokuwa mnyenyekevu na mtii, maana yake ni kwamba wewe unasonga mbele katika utumishi. Unasonga mbele katika kumtumikia Mungu. Unakuwa mtiifu. Unapokea kutoka kwa Bwana kwa sababu umekuwa mtiifu. Usipokuwa mtiifu na mnyenyekevu, ukaendelea kufanya ukaidi kama somo la mtangulizi lilivyosema, maana yake huwezi kupokea kwa Bwana. Huwezi kupokea kwa Bwana. Bwana akupe neema ili uweze kuwa mnyenyekevu na mtiifu. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Tabua kwa kinywa chako, sema Bwana Yesu. Nipe neema niwe mtiifu na mnyenyekevu kwa neno lako. Kwa neno lako. Roho Mtakatifu, nipe neema kwa jina la Yesu. Amina. Unapoomba hapo amini imekuwa. Haleluya. Amini imekuwa. Usikumbuke ya nyuma ulikotoka. Unapokuja kwenye unyenyekevu utakumbuka ya nyuma. Ukifanya kiburi, ukafanya ukaidi, utakumbuka ya nyuma. Ukishakumbuka ya nyuma, yatakuingiza kwenye matatizo. Halo? Halo? Vijana walikuwa wanatoka Israeli, wanatoka Misri. Vijana, kina baba, watoto, ile taifa la Israeli. Walipofika jangwani wakaanza kukumbuka walikotoka. Sasa walikumbuka vitu vya ajabu sana. Wanakumbuka matango. Wanakumbuka vitunguu saumu. Halo? Mtu mmoja ashike Biblia hapo aanze kunisomea. Fungua kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 5. Soma mstari huu. Waangalie watu walikumbuka nini. Yaani uko safarini unaenda mbinguni, unaanza kukumbuka ulivyokuwa unafanya uasherati, ulivyokuwa unafanya uzinzi, ulivyokuwa unaiba, ulivyokuwa unadokoa, ulivyokuwa unalagai watu, ulivyokuwa unafanya uhuni wako huo. Uko safari ya kwenda mbinguni unakumbuka kule. Soma. Hesabu 11 mstari wa 5. Soma mstari wa 1. Neno la Mungu linasema. Ndio. Mstari wa 5. Tuwakumbuka samaki tuliokula. Nenda taratibu. Wanakumbuka nini? Samaki. Samaki waliokula tuliokula huko Misri bure. Bure. Na yale matango. Na matikiti. Na mboga. Na vitunguu. Na vitunguu saumu. Haleluya. Amina. Watu Mungu ameshawaokoa, amewavusha bahari ya Shamu kwa ishara na miujiza ya hatari, akawawekea nguzo ya moto usiku kwamba iwamulikie. Kwa sababu mazingira yalikuwa ni mazingira ya jangwa. Yale mazingira ya jangwa ni kwamba usiku inakuwa baridi kubwa sana.
Kwa hiyo Mungu alichokifanya, aliweka nguzo ya moto. Ile nguzo ilikuwa inawapa mwanga, lakini inawapa kajoto. Haleluya! Inawapa kajoto ile nguzo. Alafu mchana anaweka wingu lake Mungu, anawatunza. Amina. Unatembea kwenye muujiza wa wokovu, lakini unaweza kukumbuka nyuma unyenyekevu umekosekana, utii umekosekana. Nyimbo zimeimbwa hapa nzuri sana, kila kwaya imeimba, imehubiri hapa, kila kwaya ujumbe mzuri sana, mkubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kiongozi mmoja wasaidie watu waliolala kule kwenye vyumba, awatoe. Na watu nashuhudia kwa kule ndani, binti aende pale watoe, wasaidie. Ni watu kwa namna ile. Mwingine aende pale kwenye nyumba yetu pale, kuna mtu amelala pale, aenda msaidia, mrudishe huko. Manake tunasema kutoka kwenye moto tunawasaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Wanakumbuka nini? Wamekumbuka nini hao? Samaki, matikiti, matango, na mboga, na vitunguu, afu na vitunguu swaumu, enyakaria. Yaani unakumbuka kwamba kuna msosi unaacha kufunga. Wapo hapa, ukiwaambia kufunga naanza kuwaza ili pilau. Sasa mimi wanafanya tofauti kidogo. Wanafunga kwenye mambo ya sikukuu. Kwa mfano hapa Christmas hapa, na ukaribia mfungo wangu, mpaka familia huwa inielewi. Yes. Yaani hapa na ukaribia mfungo, naweza nikaanza tarehe 20 kama na siku 7 za kufunga au siku 5 au siku 4. Kwa kisa basi nanikuta niko nafunga. Kwa pale nyumbani unakuwa unasikia misotojo, mipilau, mikuku inakaangwa tu. Wewe umefanya nini? Pia unasema wewe kuweza. Haleluya. Wewe kuweza. Nilijipima tangu mwaka 2020 na ngapi, 23 nilijipima. Kwa ile Pasaka ile mimi nakuwa nimefunga. Nilichagua hivyo mimi tu, nilipenda. Kuna Christmas. Sasa wanakuwa wanasema sasa wewe umefunga, tutataka hata tutoke au twende kama tembea, sasa twenda peke yetu, wewe hauendi. Sasa nitaangalia mwaka huu. Roho Mtakatifu akiniambia shiriki na familia katika kusherehekea, sawa, lakini akisema ingia kama kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wewe tunatangaza mfungo, ndipo unaanza kuwaza maandazi. Nilikuwa na kunywa chai asubuhi ya maziwa. Haya maziwa yataharibika. Sikuwa nilikuwa eneo moja pale Lunyaga, ikawa na mfungo. Nilikuwa na vitu mbona nimevinunua, vitu vizuri. Nimepika pilau langu pale, kuna nyama. Nilikuwa nakaa sehemu, nilikuwa nakaa peke yangu wakati ule. Sasa nimeingia kwenye mfungo, kajiuliza mswali, mbona Roho Mtakatifu unaelekeza kwenye kufunga wakati kuna vitu hivi sijavimaliza hivi? Nikasikia kuumia kweli, lakini sasa unafanyaje? Kwenye kufunga inabidi ukatupe. Hamna namna. Vinaharibika, unatupona chemsha angalau kama una siku 3 au siku 4 za kufunga, unafanyaje? Unafungua kwa dharura. Halo? Unafungua kwa dharura. Unafungua kwa dharura, unavishughulikia kwanza, alafu unaendelea. Kwa hiyo hawa watu katika Hesabu 11:5 wakakumbuka mambo ya nyuma, kwa sababu walikosa utii, walikosa unyenyekevu. Hili nakukumba na wewe siku ya leo. Utakapokosa utii na unyenyekevu, utaanza kukumbuka matikiti maji, utaanza kukumbuka hayo mapera, utaanza kukumbuka uzinzi uliofanya, utaanza kukumbuka wale maboyfriend na magirlfriend walikupatia pesa. Utasema ni kwenye wokovu hapa sina pesa. Tulikia nafanya ukaba, walikuwa wananionga pesa nyingi. Utaanza kukumbuka kule kwamba nirudi kwenye ukaba, nirudi kujiuza, kwa sababu kweli nilikuwa napata pesa. Leo niko hapa kwenye wokovu, sipati chochote. Utakumbuka kule kwa sababu umekosa utii, umekosa unyenyekevu. Lakini sikia leo, muombe Roho Mtakatifu akupe unyenyekevu, akupe na utii, usonge mbele, usiangalie ya nyuma. Haleluya. Usiangalie ya nyuma, usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanaambiwa, lakini mizaa. Ameongea mtumishi wa Mungu hapa. Viaka kuna kwamba mnakesongelewa. Wakati Sodoma na Gomora kuchomwa moto kwa sababu ya uzinzi wao na ukahaba wao, malaika wanamwambia Rutu, utatoka hapa, tafuta jamaa zako uende nao. Kama tunahubiri injili hapa, na mhubiria mtu ukaidi tu, kiburi.
Ruthu akawaendea vijana wawili ambao walikuwa wameposa watoto wake wa kike. Akaenda kuambia ise, Sodoma na Gomora itateketea. Biblia inaniambiaje? Kwamba akawa kama anayecheza machoni pao. Yaani wakaona kwamba huyu anaongea vitu gani hivi? Eti anahubiri injili. Anatuambia sisi tuache dhambi. Kama anayecheza machoni. Na wewe kama umeokoka uko hapa kwenye wokovu, acha michezo, acha mizaa, acha kiburi, acha mara moja. Mwamini Bwana, mwamini Yesu, na kisha unatembea katika njia ya utakatifu ambayo Bwana ameichagua. Haleluya. Haleluya. Akawa kama achezaye machoni pao. Nisomee katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa 14. Mwanzo 19:14. Soma hapo. Neno la Mungu linasema, ndio, Ruthu akatoka, ndio, akasema na wakweze, ndio, waliowaposa binti zake. Ehe. Akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, Ehe. kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Ndio. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Kwa hiyo hilo sio kana ubiriwa maneno, nyimbo zinaimbwa na mjata anaziimba mwenyewe, lakini iko kwenye mizaa. Unapokuwa kwenye utumishi wa Bwana, tambua nguvu ya Mungu iko pale. Tii na uwe na unyenyekevu ili uweze kupokea kutoka kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Usiarudie matapishi. Usirudi Misri. Usiawaze matango. Usiawaze matikiti maji. Usiwaze mboga. Kile chakula ambacho anakupatia Mungu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe, kile virutubisho vyote. Haleluya. Kile virutubisho vyote. Sema nisungule Biblia tena. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 22. Anasema, ndio, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli. Ndio, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kung'ang'aa matopeni. Maana yake wewe unakuwa kama mbwa ambaye anarudia matapishi yake. Umeshatoka kule kwenye dhambi, kwenye anasa, umeshatoka. Kwa nini urudie? Kama nguruwe aliyeoshwa anarudi kujigaragaza kwenye matope. Unakuwa kama wewe, kama mbwa anayerudia matapishi yake mwenyewe. Ni aibu kubwa sana. Waambie jirani ni aibu. Waambie ni aibu. Haleluya. Anakuangalia kwa jicho gani? Hebu muangalie. Anatabasamu au amenuna? Kama amenuna ujiulize maswali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake usirudi kule. Umeshatoka. Bwana Yesu asifiwe. Njia ambayo umeingia ni njia ya kweli, ni njia sahihi, ni njia ambayo Bwana ameichagua. Usiogope. Ni njia ya kupeleka kwenye uzima wa milele. Lakini uzima wa milele tunaanza nao hapa duniani. Ukishampokea Yesu, unaanza kuishi maisha ambayo sio ya kawaida. Unaanza kuishi maisha ambayo ni tofauti kabisa na wengine. Wewe huonewi tena, kwa sababu kwenye ufalme mwingine, kwenye utawala mwingine, nguvu ya Bwana kwa ndani mwako, inatokea ndani mwako kwenda kuwaponya watu. Mungu anakuwa na wewe muda wote, anakulinda, afanya biashara, anakutunza. Ni njia iliyo sahihi. Ukishaimaliza hapa duniani, pia anakuhakikishia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna wakati utafika utahesabu miaka. Hiyo kumbukumbu kichwani itatoka. Sina miaka 5, sina miaka 50, sina miaka 30, sina miaka 40. Hiyo itaisha hiyo. Kwa sababu itakuwa ni milele. Sema milele. Sema milele. Sasa chagua milele wapi? Mbinguni kwa Baba au jehanamu kwenye ziwa la moto? Uchaguzi ni wako. Haleluya. Amina. Hii njia Bwana ameichagua. Ni njia sahihi ambayo inahitaji watu wake waweze kusonga mbele. Wanakutukana, wanakudhihaki, wakarokeliki. Eti wewe umeokoka. Wanakutukana watu. Wanakuambia tuende kwenye madisco, wewe uendi. Wanakuambia tufanye hiki, wewe uendi. Mashosti wako. Na wewe makini sana na marafiki vijana. Wewe makini sana na marafiki. Na uta kijana ameokoka, ana marafiki karibia 90% hawajaokoka. Ukimuuliza anasema unajua warokore
wengi hawana madili. Ukikaa nao tu, yani hata wana mipango ya kusaidia kwenye mambo ya uchumi mzuri na nini. Kwa hiyo ukishapata mtu ambaye akukabana wana madili, wana connection, amina, ni kweli lazima ushirikiane nao, lakini kwa haki. Amina, amina. Shirikiane nao lakini kwa nini? Sasa umeenda kilabuni na wewe uko nao, nafika mle wao wanaanza kugiga bia zao, wewe unasema sasa mimi nitakunywa nini? Unasema kuna kitu hapa kimesha kuja bwana, kina jina lako la mtumishi. Wewe si mtumishi, kuna jina hapa, kuna kitu hapa kinaitwa mtumishi, kameandikwa mtumishi. Piga vitu haka nikaa kwenu warokore. Kumbe pale yeye bia aliyokunywa imeandikwa alcohol 7, lakini ile mtumishi ina alcohol 14. Ina alcohol 14. Unapiga unasanga, unaanza kuongea maneno mengi, unachangamka kweli, unaweka mziki, unaanza kuserebuka, unajiuliza maswali, nimetoa wapi furaha? Kuna furaha imeongezeka furaha. Kumbe nati zimeanza kufyatuka, kinachofuata wanaanza kutongoza wale mabameti, wanaanza kutongoza na wewe unajichagulia wa kwako. Sema siko nyuma na mimi, mrokore huyo, marafiki hao. Kwa hiyo njia ambayo umeichagua, tambua ni njia ambayo Bwana ameshaiandaa. Anapokupeleka Bwana anapajua, hautapotea. Amina. Isaya ameandika, Isaya sura 35 mstari wa 8. Soma hapo. Anasema, ndio, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Ndio, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Ndio, wajapokuwa wajinga hawatapotea njia hiyo. Mstari wa 9. Tosha mstari mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wajapokuwa wajinga, hata kuita kwamba ni mjinga, Biblia imeshaandika kule. Haleluya. Amina. Bwana anajua watakuita hilo jina. Watakutukana uliyookoka, watakwambia umeokoka nini? Watakwambia na unachokifanya umepotea, watakwambia hivyo. Lakini usiache. Maana unachopokea kitu kikubwa sana. Watakwambia umeokoka nini? Lakini mimi nasonga mbele na Yesu. Amina. Amen. Baba, songa mbele na Yesu. Usiwe na wasiwasi. Njia ambayo umeipokea ni njia sahihi kabisa, haujapotea. Baba, hujapotea, ni njia sahihi. Kijana, hujapotea, ni njia sahihi. Baba, hujapotea, ni njia sahihi, ambayo wengi sana watakudhihaki, watasema umepotea, lakini kumbe umeingia kwenye njia ambayo ni sahihi, ambayo inakupeleka moja kwa moja mbinguni kwa Baba. Haleluya, haleluya. Watakutukana sana. Somewa Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Anasema, ndio, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ndio, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Mstari wa 2. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki kwa kukaa hapa duniani. Mstari wa 3. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za urafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Mstari wa 4. Mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule usio na kiasi, wakiwatukana. Mstari wa 5. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio hai na waliokufa. Shikamba mwachulira kwamba muda wetu uliobaki wa kuishi duniani tumalize tukiwa kwa Bwana, kwamba yatosha, uzinzi yatosha, wizi yatosha, kwenda kwenye klabu yatosha, kwenda kwenye umbea yatosha, kwenda kwenye kila aina ya uchafu wa dhambi yatosha. Watakutukana, lakini wewe unaijua njia, ni njia ya utakatifu. Haujapotea mpendwa. Amina. Haujapotea mpendwa, ni njia ambayo Bwana ameandaa matendo mazuri kwa ajili yako.
Nisome kitabu cha mwisho ni Tito sura ya 2 mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Anasema, ndio, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Rudia tena. Sikia vizuri hilo neno la Bwana. Maana neema ya Mungu ndio iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Imefunuliwa kwako. Nuru imeangaza kwako tayari. Mstari wa 2. Nayo yatufundisha kukataa ubaya ndio na tamaa za kidunia, ndio tupate kuishi kwa kiasi na haki ndio na utauwa ndio katika ulimwengu huu wa sasa. Ndio. Mstari wa 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Maana anasema, tarudia mstari wa 13. Ndio. Tukilitazamia tumaini lenye baraka za mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Amina. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nasikia neno la Bwana jinsi lilivyo. Maana yake ni kwamba unyenyekevu utakufanya ukae kwenye njia sahihi, na utii utakufanya ukae kwenye njia sahihi. Kuna watu wengine wamekuwa wanatoa sadaka, wanajitoa mambo mbalimbali, afu wanaenda kuishi maisha ya dhambi. Pole. Utakuwa na hasara kubwa sana. Huwezi kumuonga Mungu, wala usifanye kitu kwamba unatoa kwa ajili ya Bwana, kwamba tayari Mungu hapa ameniona, sasa maana yake mimi naweza kaendelea na maisha yangu ya kawaida. Pole sana. Bwana vyote ni vya kwake. Kwa hiyo unahitaji Mungu wako ni utii na unyenyekevu. Haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Simama kwa miguu yako. Asante Yesu. Wale ambao wamekuja kuombewa, ambao wanaumwa, wawekee mkeka, wakae hapa. Wawekee mkeka hapa. Hapa kabisa hapa. Shemas, weka mkeka hapa. Huo mkeka naomba uhamishiwe hapa kwa ajili ya wagonjwa waje hapa. Hata hapo tusimame. Hapo nyuma hatukai tena. Muda wa kukaa umeisha. Simama. Upaleta kinanda, rhythm. Paleta wa kinanda tupeleke kwenye rhythm ya kuabudu. Kwenye rhythm ya kuabudu. Niombe mkeka ule Shemas uweke hapa. Labda mkuja kuombewa ambao wanaumwa waje wakae hapa. Wanaumwa waje wakae hapa kwenye mkeka huu. Asante Yesu kwa neema yako. Nyosha mkono juu. Tuma macho yako yale. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, wewe ni mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa siku ya leo. Umeniita kwa kusudi, nami nimeitika. Baba, niko hapa. Baba, niko hapa. Uniguse. Asante Yesu. Niguse tena. Tupeleke kwenye rhythm hiyo. Sifa na kuabudu. Niguse. Sifa na kuabudu wapo. Wewe pesi sana yani. Niguse. Nataka kusema nawe. Fumba macho yako yale. Naomba shughuli zingine zisitishwe. Shughuli zisitishwe. Kwenye uwepo wa Bwana shughuli zisitishwe, zingine shughuli. Ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse. Ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse. Nyosha mkono yako, fumba macho yako yale. Niguse. Ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse.
Basi sijaombea wagonjwa. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu ambao wanahitaji kumtumikia Mungu. Kuna watu wanahitaji kumtumikia Mungu. Wana wito ndani mwao. Wanasikia wito katika huduma mbalimbali. Wanahitaji kumtumikia Mungu. Katika ujana wao, katika maisha yao yote, wamtumikie Mungu. Naomba wasimame hapa. Nasikia ndani mwako kuna moto. Roho Mtakatifu amesema na wewe. Nataka umtumikie katika huduma ile ambayo Bwana amekuita. Na wahitaji wasogea baraka sana. Nyosha mikono yako. Haleluya. Nyosha mikono yako. Na kumwambia Yesu kwamba Bwana, naomba siku leo muhuri wako uweze kuupiga kwangu. Niweke rasmi kwenye utumishi. Kama ninaimba nyimbo ziweze kuvuviwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama ninahubiri, nihubiri katika uponyaji na nguvu zako zijidhihirishe. Kama ninaomba Baba, niombe katika masafa. Nipeke masafa mengine katika uombaji. Nyosha mikono yako juu kabisa. Nenda kumwambia Bwana, mwambie Bwana. Nenda kumwambia Bwana utumishi ambao umeitiwa. Mwambie Bwana, siku leo nipige muhuri wako Baba. Muhuri wako siku leo Baba, nipige muhuri wako.
Kipiga muhuri wako awe ni kutumikia katika roho na kweli. Oni furaha Tusikuache. Inawezekana parapanda ikapigwa sasa hivi, watu wakaondoka kwenda kumlaki Bwana mawinguni, wewe ukabaki. Unasikia moyoni mwako hujampokea Bwana Yesu. Njoo hapa uokoke. Inawezekana ulikuwa umejificha kanisani, kumbe wewe ni mchawi. Kumbe wewe na matendo yako maovu unajijua, ukoja ukoka, muda ni huu. Saa ni hii. Usione aibu kwa sababu unajua moyo wako haujakaa vizuri na Yesu. Kwa muda ni huu, kama unajua kwamba hujaokoka. Hata kama ulikuwa una sara lakini wewe ni mchawi, hujaokoka, uje hapa tuone kuomba pamoja. Tunapowaongoza au basi nanie nje moja kwa moja huko mbele. Otatina, usione aibu. Usione aibu. Basi na kuongoza sala ya toba meki nyingine iwepo. Tasema maneno kwa mnayarudia. Sawa? Weka mkono wako kifuani hapa. Weka mkono kifuani. Funga macho. Sema Bwana Yesu. Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Nimefanya dhambi nyingi. Nimefanya dhambi nyingi. Yajikumbe. Nani ndugu yake huyu? Ndugu yake iko wapi? Sasa si hapo naongea hiyo hiyo. Hiyo unayoongea hiyo hiyo. Lazima ukiri kwa kinywa chako. Hiyo sauti hiyo hiyo unayosema imepotea, hiyo unayoiongelea hiyo hiyo. Tunarudia tukio. Sema Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Nimefanya dhambi nyingi. Nazozijua na nisizozijua. Bwana Yesu, nisamehe. Futa jina langu kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Majina ya watakatifu yatakaposomwa na la kwangu liwemo. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Na mkataa shetani na kazi zake zote. Yesu, naomba unipe Roho Mtakatifu aniongoze maisha yangu yote yaliyobaki hapa duniani. Nyosha mikono juu. Kanisa tuseme. Baba, katika jina la Takatifu Mungu mbingu na nchi, wanao wamekiri mwenye uwezo na mamlaka, na kuamini moyoni, Mungu mwenye nguvu na utukufu, maisha yao. tunashukuru kwa neema na neema yako juu ya watoto wako Baba, wasijua njia zao, ambao Mungu walikopita kote wamepata kibali mbele za uso wako. Ibariki kwa wana wako. Asante kwa kuwasamehe, asante kwa kuwaokoa. Baba wa mbinguni, nasi tunawakabidhi mikononi mwako. Naomba neema iwe juu yao, amani na uzima itawale na jamii yao, watunze na kuwalea katika utukufu. Mungu wa mbinguni, wasamehe majina yao yaandikwe katika kitabu cha uzima, watoto katika kitabu cha hukumu. Wajalie katika neema yako na utukufu wako. Waondolee kila nguvu ya giza, kila roho ya shetani, kila misimu, kila lahana. Kwa jina la Yesu ninatembea roho chafu, ninatembea kila roho chafu ndani ya mioyo yao, roho ya pombe,
Mtakatifu. roho ya tumbaku, Asante Roho Mtakatifu. roho ya kila aina ya mbaya, kwa jina la Yesu Kristo tunaachilia uzima na amani ndani yao, kulia ukupa kweli, ili Mungu akutukuze na kulimili jina lako, wakutukuze na kutumikia katika maisha yao yote. Bwana, ondoa magonjwa katika jina la Yesu. Mungu ninaomba na kushukuru. Amina. Mengi sana kwa Yesu. Amen. Ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi. Mungu awabariki sana. Amina. Hongera sana baba. Amina. Hongera sana baba. Kama ni wenyeji hapo, mchungaji ongea nao, Ndio. wape maelekezo. Amina. Shemasi wa hapa ongea nao hapo pembeni, wape maelekezo. Barikiwa sana. Baada ya kuongea nao waende wakae kwenye viti vile pale. Amen. Haleluya. Amina. Lakini kabla tujaendelea tungesikia wao ambao wameokoka. Kuna baba mmoja nadhani kwa ameenda mbali kidogo, lakini ameshafika na yeye alipokea Bwana Yesu hiyo jana juzi alipokea Bwana Yesu. Makofi kwa Yesu. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Viongozi wa vijana, Mungu awabariki sana. Vijana wote Mungu awabariki. Kazi yenu ni njema sana, wapiga vyombo, mnaosomba vyombo kwa pikipiki.